nafahamu vijana kutoka katika vyuo ambavyo hawajashiriki wanatamani nao wapate fursa ya kushiriki na kuonyesha vipaji vyao. Na inawezekana kabisa katika vyuo vile ambavyo havijashiriki kuna vipaji vya mahiri ambavyo vimelala huko, hatutaweza kuviona. Aidha, ninawakumbusha viongozi wa vyuo vikuu, nafahamu kwamba washauri na wakurugenzi wa malezi ya wanachuo wako hapa, na wale wote ambao wamewakilisha hivyo vyuo ambavyo vimeshiriki, na ninajua kuna forum mbalimbali za kukutana. Basi mimi naomba niwakumbushe viongozi hao kuwa kama ni ukweli tunatekeleza sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 23, hii sera haijaacha nyuma michezo, na hivyo kuendeleza na kuimarisha michezo katika ngazi ya vyuo vikuu sio tena chaguo. Kati ya maudhui ya sera ya elimu ni kupanua, kuimarisha na kuendeleza maarifa, stadi na mtazamo chanya uliopatikana kabla ya kujiunga na elimu ya juu. Na nyingine ni kumwezesha mwanafunzi kupata maarifa na stadi za juu za kitaaluma na kitaalamu. Maudhui haya ya sera kwa ujumla yake hayaachi stadi za michezo ambazo vijana wetu wametoka nazo katika ngazi za chini za elimu, na hivyo wanahitaji kuendelezwa. Lakini pia michezo ni sehemu ya ujuzi, yani ajira, tunaita employability skills, kwani waajiri wanahitaji wahitimu wenye sifa, uwezo wa kufanya kazi chini ya shinikizo, yani kwa pressure. Sababu najua hapa tutakuwa na muda mfupi, watu watacheza, watachoka, ratiba zitakuwa zimebana, lakini hatuna wajibu zaidi ya kuendelea kutii na kuhakikisha kwamba tunakamilisha mashindano kwa ratiba. Mwisho wa siku, uvumilivu huo ndio unatujenga vijana kuhakikisha kwamba tutakapoenda kufanya kazi tutaweza kuhimiliana na wenzetu, kufanya kazi kwa uvumilivu na maadili ya kazi. Lakini pia michezo inatupa afya kama ambavyo waliotangulia kuongea wametuambia. Lakini nafikiri kikubwa kuliko yote, michezo inatoa fursa ya kufanya vitu nje ya darasa. Najaribu kuwaza wale waliobaki chuoni kule wanaendelea na darasa, lakini si tuko hapa tunafanya michezo nje ya darasa. Wale wa engineering hatuko kusikiliza zile modo darasani, wale wa physics na masomo mengine yote. Leo tu tunafanya vitu vya tofauti, vinatufanya afya yetu ya akili ikapate kuwa na usalama. Hivyo michezo inapaswa kutambulika kama sehemu ya kimkakati ya utekelezaji wa sera ya elimu na mafunzo inayolenga kuandaa wahitimu wenye maarifa, stadi na maadili. Kwa muktadha huu kisera, na kwa kuwa wizara tayari ilishatoa wito kwa vyuo vyote kushiriki, napenda kutoa rai kwa vyuo wanachama wa TUSA ambavyo havijashiriki katika michezo hii kuchukua hatua madhubuti na kuweka mikakati ya kushiriki katika mashindano yajayo. Wakuu wa vyuo, ni wakati sasa wa kutenga budget kwa ajili ya michezo ya wanafunzi, kwa sababu kama wanavyosema wataalamu, akili yenye afya hukaa katika mwili wenye sifa. Nafahamu hata hivi vyuo vilivyoshiriki, kuna wengine wamesema sisi tuko wachache, maana yake uwakilishi wao haujatosha. Kuna vipaji tumeviacha huko vya michezo mingine, lakini inawezekana wamebanwa na rasilimali wakaleta wawakilishi wachache. Tuendelee kutoa kipaumbele na budget katika eneo hilo, ili basi tukivileta vyuo viweze kushiriki katika michezo mtambuka. Shirikisho la michezo ya vyuo vikuu Tanzania liko chini ya wizara yetu ya elimu, ambayo mimi leo namwakilisha waziri hapa. Kwa hiyo natoa wito kwa wadau wote wenye mapenzi mema kuunga mkono juhudi za TUSA. Aidha, na wakaribisha wadhamini kutoka sekta ya umma na binafsi kujitokeza kuunga mkono michezo hii, kwani ni chimbuko la wanamichezo wasomi na mahiri. Ninaitwa Winston Mdegela, ninatoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tawi la Mkwawa, lakini ni mwenyekiti wa TUSA, shirikisho la michezo ya wanafunzi wa vyuo vikuu Tanzania. Mwaka huu au msimu huu tuna games za 12 tangu tumeanza mashindano yetu. Kwenye games hizi tuna vyuo 18 ambavyo vimekuja kushiriki kwenye michezo hii. Serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sera yake ya elimu inachukua habari za elimu ya amali na elimu ya kawaida. Na katika amali kuna ishu ya michezo. Kwa hiyo wizara imeingia kwa miguu yote kuhakikisha kwamba wanashirikiana na TUSA ili kuwezesha vijana kuibua vipaji na jinsi gani tutakavyoshirikiana kulea vipaji. Kwa majina ninaitwa Florencia Rashidi Ngoma, ni captain wa timu ya netball, natokea chuo kikuu Mzumbe Morogoro. Sisi kama Mzumbe tumekuja tukiwa tuna lengo la kupata ushindi. Tutapambana kwa timu zote za kiume na za kike
tunahakikisha kwamba tutarudisha makombe katika chuo chetu. Pia ningependa kushukuru uongozi kwa kutugharamikia kufika mpaka hapa, kwa sababu tumekuja kukuza vipaji vyetu. Pia michezo ni pati ya kutusaidia kufanya mambo mbalimbali, inakuza afya, nini, mambo mengi. Kwa hiyo tunakutana na watu mbalimbali, pia tunapata opportunity nyingi sana kutokana na michezo.